Katika kila ufalme wa kifalme, kuna hadithi ambazo haziwezi kusimuliwa kwa sauti ya kawaida. Lakini leo utashuhudia usaliti mkubwa kuliko yote. Damu ilimwagika, ndugu wakageuka maadui, na mmoja alibaki na hasira ya kulipiza kisasi. Karibu kwenye simulizi ya usaliti wa kifalme. Katika milima ya Arindani, historia ya kifalme iliandikwa kwa wino wa damu. Familia moja ya kifalme iliyoaminika kwa vizazi vingi, lakini pale tamaa inapozidi damu, usaliti huzaliwa. Wakati kaka anageuka kuwa adui na damu ya kifalme inapojaribiwa, giza la usaliti linazidi kusonga mbele. Usiku wa manane, anga lilikuwa kimya kupita kawaida. Mvua nyepesi ilikuwa inanyesha ikipiga dirisha kubwa la kasri la kifalme la Arindani. Umeme ulipiga mara chache ukimulika bendera kubwa ya kifalme inayong'ang'ania juu ya mnara mrefu wa mawe ya kung'aa. Ndani ya kasri hilo kulikuwa na watu waliolala kwa usingizi mzito, lakini wengine walikuwa macho wakipanga maangamizi ya utawala uliodumu kwa vizazi vitano. Mfalme Altharion alisimama dirishani, akiangalia mvua ikiendelea kumwagika. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yamejaa mawazo na hofu ya mambo yasiyoelezeka. Alikuwa amevua taji lake, akishika kikombe cha divai mikononi mwake. Hakujua kuwa usiku huo ndio ungekuwa mwisho wa enzi yake. Chini ya kasri, kwenye pango la siri lililofichwa na mizizi ya miti mikubwa, kundi la watu wachache waliokuwa na mavazi meusi walikuwa wanapanga njama ya kumwangusha mfalme. Walikuwa wakiongozwa na mtu ambaye hakutarajiwa, kaka wa mfalme, Lord Varon. Varon aliwahi kuwapa utii kwa kaka yake, lakini tamaa ya utawala ilikuwa imemlewesha. Alijua kwamba damu ya kifalme ilikuwa na nguvu ya kipekee, na endapo angeweza kuchukua kiti cha enzi, angeweza kumiliki nguvu ya mababu yao waliotawala kwa uchawi na mamlaka yasiyo na mipaka. Usiku wa leo historia itaandikwa upya, alizungumza kwa sauti ya kunong'ona huku akiwaangalia washirika wake wa karibu. Tutapindua damu yake na kuichukua enzi hii kwa haki yetu. Katika kasri hilo hilo, binti wa mfalme, Princess Elira, alikuwa akisoma barua iliyomshtua. Ilikuwa barua iliyotumwa kwa siri na mmoja wa walinzi waaminifu wa kifalme, aliyejua mpango mzima wa Lord Varon. Elira alishtuka, moyo wake ukawa mzito. Alijua kuwa baba yake yuko hatarini, na muda haukuwa upande wao. Bila kupoteza muda, alivaa mavazi mepesi ya mapambano na kuchukua upanga wa kifamilia uliokuwa umetunzwa kwa karne nyingi. Alimkimbilia baba yake kwa haraka. Baba, kuna hila za usiku huu. Varon anakusaliti. Mfalme Altharion alitulia kwa sekunde chache, kisha akavuta pumzi ndefu. Nilihisi mwanangu, lakini sasa tumechelewa. Njia pekee ni kupigania haki yetu. Wakati huo huo, Varon na wanajeshi wake waasi walikuwa wameshafika kwenye lango la ndani la kasri. Kwa msaada wa walinzi waliomhadaa mfalme, walifanikiwa kuingia bila mapambano makali. Kasri lilikuwa kimya, kama lililokubali hatima yake. Elira na baba yake walifika kwenye ukumbi mkuu. Walinzi waliobaki waaminifu walijiandaa kwa vita. Mlango mkubwa ulifunguliwa kwa kishindo. Varon akaingia akiwa amevaa mavazi meusi yenye herufi za kifalme zilizoandikwa kwa damu. Ndugu yangu mpendwa, Varon alisema kwa sauti ya kejeli, siku uliokuwa ukiikwepa kwa miaka mingi hatimaye imefika. Altharion alimtazama kaka yake, macho yake yakiwa yamejaa huzuni. Tamaa yako ya madaraka imekufanya kuwa mnyama, Varon. Damu yetu si ya kumwaga kwa hila kama hizi. Lakini maneno hayo hayakumgusa Varon. Alitoa ishara kwa askari wake washambulie. Mapigano makali yakaanza ndani ya ukumbi wa kifalme. Silaha zilipiga, vishindo vya mapanga na miili vikaliangukia sakafu ya marmara. Elira alipigana kwa ujasiri wa ajabu, akilinda baba yake. Lakini idadi ya maadui ilikuwa kubwa. Muda mfupi baadaye, walinzi wengi waaminifu walikuwa wameshaanguka. Varon akasogea mbele akiwa na tabasamu la ushindi. Shusha upanga wako, Elira. Bado nitakuhurumia, dada mdogo, alisema kwa sauti ya kebehi. Elira alimtazama kwa hasira. Madaraka yako hayana thamani mbele ya damu ya kifalme. Lakini kabla hajamaliza kusema, mlinzi mmoja aliyesaliti, Sakela, alimchoma kwa upanga mgongoni. Elira alianguka kwa uchungu mikononi mwa baba yake. Machozi yalimtoka Altharion kwa uchungu mwingi. Hasira ilimjaa, na kwa mara ya kwanza katika miaka mingi,
aliamsha nguvu ya ukoo wao wa kale, nguvu ya kale ya moto wa kifalme. Mikono yake ilianza kuwaka moto wa bluu. Umethubutu kuvunja damu ya familia yetu, Varon, na sasa utaonja ghadhabu ya mababu, alilia kwa sauti nzito. Moto wa bluu ulilipuka ukimchoma Varon na askari wake waasi. Ndani ya sekunde chache, ukumbi mzima ulijaa mwanga wa kushangaza na kelele za maumivu zikavuma. Varon alilia kwa maumivu makali kabla ya mwili wake kuyeyuka kabisa. Baada ya vita hiyo ya kikatili, kasri lililowaka moshi likawa kimya. Walio hai walikuwa wachache sana. Elira akiwa hajafa bado, alimtazama baba yake kwa macho ya huzuni. Baba, uliniokoa, lakini taifa letu limekufa. Mfalme Altherion alimkumbatia mwanaye huku machozi yakimtiririka. Mwana wangu, damu yetu imebaki. Tutaanza upya. Kwa damu hii tutaandika historia mpya. Asubuhi ilipochomoza, milima ya Arindale ilitazama kasri lililojaa moshi, lakini pia likiwa na matumaini mapya. Enzi mpya ilikuwa inaanza, enzi ya damu iliyosafishwa na mateso, lakini yenye hekima mpya. Na hivyo ndivyo damu ya kifalme ilivyomwagika. Usaliti ulizaa moto, lakini hata kwenye giza zito la tamaa, bado kuna mwangaza wa matumaini. Je, enzi mpya ya Arindale itasalia kuwa ya amani, au kivuli cha usaliti kitaendelea kufuata kizazi kingine? Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili usikose hadithi nyingine za kusisimua kama hii. Subscribe for more legendary stories. Next episode coming soon.